Ukipita katika vijio vya kidigitali utaona ni kweli kwamba Miriam Chirwa na mchumba wake Ruben, huyu ni kutoka Tabora, wameachana kulingana na habari na taarifa mbalimbali zinazozunguka siku za hivi karibuni. Uchumba wao umevunjika baada ya miezi michache tu. Walikuwa wamepanga kufunga ndoa mnamo Mei 17 mwaka huu, na hata walifanya maandalizi ya mara ya kwanza kama kitchen party na send off, ambapo watu wengi walichangia sana. Kuna ambao walijitokeza kuchangia nguo, wengine wakajitokeza kwamba watawapamba, wengine wakajitokeza viatu, lakini mambo yaliharibika. Sasa sababu zinazoelezwa na watu mbalimbali kwamba ndoa hii imevunjika kwa sababu gani? Moja ni kwamba kutoka kwa Ruben, anadai kwamba Miriam alikuwa na dharau sana. Amesema kwamba anapenda kuwa juu kila wakati na alikuwa akimfokea mara kwa mara, na anasema hata kabla ya ndoa alikuwa anakabiliwa na mambo hayo hayo na aliona ni bora kuachana naye kabla ya kumuoa, kwa sababu mambo yanaweza kaja yakawa mabaya katika familia yao. Pia upande wa Miriam anasema kwamba anadai familia ya Ruben, hasa wazazi wake, hawakumkubali tangu mwanzo. Na hata siku ya kutambulishwa na kutoa mahari, Ruben alikwenda peke yake kwenda kutoa mahari bila kuwa na ndugu yoyote, hata familia yote haikumsapoti. Pia kuna taarifa kwamba Miriam anatarajiwa kupata mtoto. Unaambiwa kwamba amebeba mimba, na taarifa hii imezua gumzo sana, na zaidi ni nani atawajibika katika malezi ya mtoto huyo. Sasa kuna moja ya sababu kuu hapa, nataka nitiririke na wewe nikupe sababu kuu za msingi ambazo watu wengi wanadai kwamba ndo zimepelekea wao kuachana. Sababu moja ni kutokubaliana na familia ya Ruben, hasa wazazi wake. Miriam anadai kwamba familia ya Ruben ilikuwa ni haimtaki toka mwanzo, na aliposafirishwa kwenda kujitambulisha walionyesha kutomkubali. Hata siku ya kutoa mahari, Ruben alikwenda peke yake pamoja na mshenga tu, bila ndugu au wazazi wake kumsaidia. Hii ilikuwa ni chanzo kikubwa cha mvutano baina ya Miriam, na anasema baada ya hapo walijaribu kuendelea kwa upendo wao, lakini ikawa ngumu. Jambo lingine inasemekana kwamba ni dharau. Ruben anadai kwamba Miriam alikuwa na dharau sana, alikuwa anapenda kuwa juu katika kila jambo, na alikuwa akimfokea na kumjibu vibaya mara kadhaa. Alisema kwamba hata kabla ya ndoa alikuwa anakabiliwa na majanga hayo hayo, na aliona bora angeachana naye kabla ya kuoa ili asije kuendelea kuishi maishani mwake. Kwamba Ruben alisisitiza bado hawajaoana, hapendi dharau, na amesema kwamba akimweka ndani anaweza akazidisha dharau na kumpanda kichwani, wakati yeye ndo baba wa nyumba, yani mama atakuwa anampanda kichwani na kama kutake over familia. Miriam amebaki na ujauzito, utakumbuka, wa Ruben, na amesema atalea mtoto peke yake bila kumtegemea yeye au familia yoyote. Ndoa yao ilipangwa Mei 17 kama awali nilivyokuambia, na haikufanyika. Na hata hivyo kitchen party na send off vilianza maandalizi, na mambo yalikuwa tayari yamevunjika. Baadhi ya watu walikuwa wanasema kwamba ilikuwa ni feki, na waliendelea na maandalizi yao kama kawaida. Moja ya wadau wa burudani, wengi wanapenda kumuita mbea wa mitandaoni, Maimartha, alishawahi kupiga story na hawa wote wawili, Ruben pamoja na Miriam, na kudai upendo wao, kwamba hawezi kuachana siku za hivi karibuni, na ambao hawajulii kwamba wanatarajia kufunga ndoa, lakini mambo yamebadilika na imekuwa hivyo. Miriam na Ruben sasa wameachana. Tuambie una maoni gani kuhusu jambo hili la hawa wawili? Tuandikie hapo kwenye uwanja wa comment section. Pia usisahau kusubscribe ili wa kwanza kupata taarifa zetu kila mara tunapoziweka na kwa wakati sahihi.